pale ambapo kwenda kuposa au kuposwa, basi kwenye mambo ya ndoa. Kumbe istikhara unapotaka kufungua biashara, istikhara unataka kusafiri, istikhara kadha wa kadha wa kadha, kumtaka Allah ushauri. Sasa yale matarajio yako ulokuwa nayo, pindi yanapokwenda kinyume na matarajio yako, mshukuru Allah. Uking'ang'aniza jambo, huenda baadaye ikawa majuto kwako. Nataka lazima ni muoe binti huyu, unalazimisha, unaenda kumuoa, unayokutana nayo kule yanakuja kuumiza moyo wako. Unalazimisha, lazima niolewe na fulani, matokeo yake baadaye inakuwa ni shari kwako. Ndio maana Allah anasema wa asa an takrahu shay'an, huenda yale ambayo nyinyi mnayachukia, wa huwa khairul lakum, nyuma ya pazia kumbe yana kheri kwenu. Wa asa an tuhibbu shay'an, na huenda mkayapenda mambo fulani na fulani, wa huwa sharrul lakum, yakawa yana shari kwenu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah anayajua yale ambayo nyinyi hamyajui. Dada zangu katika imani, alkhairi fima yakhtaruhu Allahu lana. Khairi ni ipi? Ni ile ambayo chaguo la Allah katuchagulia sisi katika maisha yetu, ndiyo kheri kwetu sisi. Shari ni ile ambayo sisi tunailazimisha katika maisha yetu. Tukubali pale ambapo Allah alipokuwa ametuweka katika maisha yetu. Wama yakhtaru Allahu lana huwa khair, yale ambayo Allah subhana ametuchagulia katika maisha yetu, hayo yatakuwa yana kheri kwetu sisi. Hata lau kana al-aks fi raghabatina, hata kama yatakwenda kinyume na mapenzi tuliokuwa nayo katika vifua vyetu, maadamu Allah katuchagulia, basi yatakuwa yana kheri kwetu sisi. Wa kullu ikhtiyarati Allahi salih, kila chaguo la Allah lina wema kwetu sisi. Kila chaguo la Allah kwetu sisi lina kheri katika maisha yetu. Hata wa in kunna la nafham kullu asbab, ile kheri ambayo Allah katuchagulia, hata kama sisi tutakuwa hatufahamu hizo sababu, kwa nini Allah katuchagulia. Kwa mu'min muislam wa kweli, akiona jambo lake Mola wake amemuongoza akamfanya hapo alipo, hana dauti ya aina yoyote, anasema alhamdulillah.